umuhimu wa kufahamu ikhlasi ni nini. Japokuwa tunaizungumza sisi wote, lakini kuna watu wenyewe wanaifahamu maana yake, na ndio tulikuwa tunapendelea waweze kutufahamisha kwanza. Labda wengine tunaizungumza hatuijui ni vitu, lakini kila siku tunaitumia katika kauli zetu, katika maneno yetu. Nafikiri tuna shehe wetu anaweza kutufafanulia kidogo. Dr. Nasser, tunakuhitajia uweze kutupatia kidogo nafasi tuweze kufahamu ikhlas. Kwa nini ikhlas na maana ya ikhlas tuweze kuifahamu, ili tukumbuke tunafanya nini katika hili swali lililoletwa tunafanya. Nawashukuru. Dr. Nasser. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum na salamu za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, sitakuwa na mengi ya kusema kama aliyotangulia hapa kuhusu hii ikhlas. Kama alivyosema, historia hii ina muda mrefu ambao au fikra za kuanzisha jambo hili kuanzia 2018 hapo mbali tulikuwa hatujafika katika nchi hizi. Tulipofika katika nchi hizi tukawa tukikusanyika na baadhi ya ndugu zetu kama hawa, tukabadilishana fikra yale ambayo tunayazoea kidogo kidogo, ili tuweze kusaidizana, na fikra alhamdulillah zilikuwa tayari ziko nyingi tayari. Ameashiria kwamba ikhlasi ni mwaka mmoja, ni kwamba katika mwaka mmoja huyu tulikuwa tuko pamoja biidhnillah taala, na tukawa tunazungumza kwa pamoja katika malengo ya kusaidiana katika majukumu ambayo tulipewa na Allah subhanahu wa ta'ala, sote kwa ujumla, kila mmoja na kile ambacho alichopewa na Mungu. Jambo la kukumbusha ni kwamba kila yule ambaye amezaa ana majukumu mbele ya Mungu ya kumlea mtoto. Hicho kitu kinafahamika, na unaweza ukaingia peponi kwa sababu ya mtoto wako, au ukaingia motoni kwa sababu ya mtoto wako. Hichi ni kitu lazima watu wakijue. Ukitaka ustaki hivyo, unaweza ukaingia peponi kwa sababu ya mtoto wako, au ukaingia motoni kwa sababu ya mtoto wako. Kwa hiyo umemzaa mtoto, katika haki za mtoto kwako ni wewe kumfundisha ajue dini yake. Kama haukufanya hivyo, utaadhibiwa na Mungu. Haki sio kwamba mtoto ale, avae, anale, hizi ni katika haki pia, lakini katika kubwa ambalo litaendelea ni kumjuza mtoto dini yake na ujumbe wake. Na katika mazingira ambayo watu wanaishi, kwamba waandae sehemu kama hizi, watu wakutane, wafundishane dini yao, wafundishane utamaduni wao, ili tuweze kusaidizana, ambao huwa tumesikia alhamdulillah. Kwa hiyo baada ya kuwa kuna fikra nyingi ambazo watu wengi wameshiriki, ni lazima kupatikane chombo ambacho kitawakusanya watu hao. Kwa hiyo watu wakawa wamekusanyika, tukawa tumechukua jina ambalo ni ikhlas. Kielimu kuna sababu ambazo zimetajwa kwa nini umpe mtu jina, sio puuzi tu, kwa sababu mimi nampaka mtu wangu jina fulani hivi tu, haiwezekani. Lazima kuna sababu ambazo ziko. Wanazuoni wa malezi wametaja kama haya, lakini hapa hatutaji yote kwa sababu muda hautoshi. Lakini sababu kubwa ambayo ilifanya sisi au watu wapange jina ikhlas, maana neno hili ni kwamba tunafahamu kwamba neno ikhlas katika kidini ni kufanya kila kitu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila ambacho unakifanya ukifanye kwa ajili kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Katika jamii ambayo tunajua kama walivyosema, kuna mengi ambayo yamepitika. Kwa hiyo wale ambao wamefikia jambo wasijioni kwamba wenyewe ndio wafundi, wasijioni kwamba wenyewe ndio wana akili,
wasijioni kwamba wenyewe ndio. Bimaana iwe kama ni ukumbusho, kila ukiingia katika yale ambayo unayoyafanya ukumbuke kwamba haya nayafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana mtu anaweza akajipa jina au akapanga jina kwa sababu awe anakumbuka. Mfano mimi sikuona baba yangu, nimezaa mtu leo nimempa jina la baba yangu, malengo nini? Ndio nakumbuka baba yangu, sikumuona baba yangu. Sasa nampa mtu wangu jina lake Juma, mfano wangu kwa Juma, ili kwa Juma. Na sisi tumejipa ikhlasi ni jina ili tujue maana kwamba yale ambayo tunayofanya tuyafanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika maana hii, ikiwa kwamba tutakuwa kweli kuna matatizo ambayo yatakuja, tutavumilia kwa sababu tunajua Mwenyezi Mungu atatulipa. Kuna ule ubinafsi tutauacha kwa sababu mambo ya Mwenyezi Mungu. Kuna pengine tabia ya uiziwizi katika association. Kwa sasa ni watu wengi sio tu ni wezi. Nyingi sana. Panakuwa kuna uiziwizi mtokozi. Nikumbuka kwamba haya ni ikhlasi. Utakumbuka kwamba ni kama vile umeweka mkataba baina yako na Mungu kwamba hichi ninakifanya ni baina yangu na Mwenyezi Mungu. Na ikiwa nitakwenda kinyume, basi nitakutana na Mungu, ataniadhibu kwa yale ambayo niliyofanya. Hii ilikuwa ni katika malengo makubwa ya jina hili. Kwa hiyo maana ikhlasi kwamba kama vile Allah alivyosema, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Ala lillahi ad-din al-khalis. Ndio hili ndio uje Qur'ani sana. Kwa hiyo tukao tukuchagua, tusiweke neno la pekee, sio la jina vile vile Kiarabu vile vile, ili ndio litusaidia katika kukumbusha haya ambayo tunayo, kwa sababu hapa mbele kuna miba mingi, kuna matatizo mengi, kuna mengi ambayo yatakuwa hapa mbele, lakini ukikumbuka hili jina ikusaidie kupunguza uzito wa yale ambayo unategemea kukutana nayo. Haya yalikuwa ni sehemu ya malengo ambayo yalipangwa jina hili na maana ya neno hili.